Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalam ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nipo hapa kwa ajili ya kukumbushana katika usia aliotoa mcha Mungu mmoja anaitwa Luqman. Luqman alimusia mwanaye, mtoto kwa mzazi, mzazi kwa mtoto. Walikaa sehemu, mzazi anampa nasaha mwanaye. Je, mimi na wewe tushawahi kukaa na mtoto wako kumpa nasaha? Au wewe tu kazi yako ni kumwambia shule umesoma umeandika? Sasa hebu sikia nasaha gani huyu mzee Luqman alikuwa akimpa mwanaye. Katika suratu Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala anarekodi maneno baina ya Luqman na mwanaye. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya bunayya aqimis salata wa amr bil ma'rufi wa anha 'anil munkari wastabir ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur. Hiyo ni aya ya kwanza. Allah anawaambia ya bunayya. Allah anukuu maneno ya mzazi Luqman, anawaambia mwanae, ya bunayya, mwanangu, aqimi salata, simamisha swala tano, simamisha swala. Allahu akbar, subhanallah. Mzazi anamwambia mwanae, mwanangu, simamisha swala. Mimi na wewe tumekaa na kuongea na watoto wetu maneno hayo, kumwambia maneno hayo? La, sisi tunamwambia mtoto wetu shule umesoma umeandika basi. Lakini mwenye hekima, mwenye busara anamwambia mwanae aqimi swala, simamisha swala. Lakini akaendelea tena kusema wa amr bil ma'ruf, na uamrishe mema. Amrisha mema mwanangu, wanha al munkar, na kataza maovu, kataza machafu. Wasbir, na usubiri, na usubiri ma asabaka, kwa yote yatakayo kukuta. Kwanza kampa neno la kwanza, simamisha swala. Pili, amrisha mema. Tatu, kataza maovu. Nne, anamwambia asubiri kwa yote yatakayomfika. Anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye kuamrisha mema, mwenye kukataza maovu, mengi umkuta. Mfano, wewe hapo mtaani kwako kuna watu wanapiga muziki ovyo ovyo. Wewe umekataza, ima kwenda kuwashtaki kwa ngazi ambayo inaoruhusu, inaokataza muziki. Kuna watu wafungwa baa mitaani, sauti kubwa wanapiga. Wewe umekwenda kushtaki mamlaka husika. Kuna watu wanavuta bangi mitaani. Wewe umekwenda kukataza, kwenda kushtaki. Jamii hili itakuchukia. Asa Mungu anasema subiri kwa yote yatakokufika. Lakini aya nyingine Allah anasema wala tusahhir khaddaka linas wala tamshi fil ardh marha inna Allah la yuhibbu kulla muqtal fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya nyingine, sawa mwanangu, usiangalie watu kwa dharau. Allah anamfundisha damu mwanae, usiangalie watu
kwa dharau, na wala usitembee katika ardhi kwa maringo. Hebu angalia namna gani huyu mzee alikuwa na busara na hekima. Anaambia mwanae, usiangalie watu kwa maringo, usiwatizame watu kwa maringo, na usitembee katika ardhi kwa majivuno. Ardhi huimalizi, ardhi itakufikia. Mwanangu, zingatia maneno hayo. Je, mimi na wewe tushawakaya, tushawaambia watu wetu haya maneno? Kama tumesahau, turudi tuwalinganie watu wetu katika misingi iliyo bora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.